have another wonderful presentation from our chaplain, Dr. Isaac Vitus, who is going to present to us the topic about God. One God, three persons. So he's going to expound this topic or this subject that we can understand it better. Because there have been some people who have been challenging this understanding. And therefore, we are going to have that presentation from our chaplain. And thus, I would like to welcome you to be attentive, listening careful, and following up keenly so that you may understand. I would like also not only to welcome those who are here physically, but also welcome those who are following us online via our YouTube channel. That welcome. We are so glad to have you joining us in this session. So God bless you so much. I would like to welcome our pastor, Dr. Isaac. Welcome. And as he is coming, I would like that we pray so that we dive in direct when he comes. May we close our eyes as we pray. Shall we pray? Gracious, merciful, everlasting Father, we are so glad that you have given us this wonderful day, the day of the Sabbath, the day that you set apart, Lord, for your people to be sanctified, to be blessed. And thus, Lord, we thank you for all the blessings that you have been showering unto us from the beginning of the day up to this moment. Now the time has come, Lord, for us to hear from you, speaking to us, teaching us, guiding us, instructing us through your word by your servant, Dr. Isaac. Use him mightily, and may the Holy Spirit help us and enable us to understand these great things. For I pray and trust through the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Doctor, welcome. Church, good evening and happy Sabbath. What's up, Dave? Yes. Thank you for being patient Asanteni kwa uvumilivu wenu while waiting for us to connect and make things possible for us to stand and share the Word of God through this program of Bible study. And this moment we are going to discuss about the topic about understanding God. Mada yetu ni kumjua Mungu. Understanding God. This is God who revealed himself as one God in three persons. Mungu ambaye amejifunua katika nafsi tatu. Mungu mmoja aliyejifunua katika nafsi tatu. We want to see that and try to discuss against the understanding of the people who are calling themselves, or they are called Unitarians. Tutaweza kujadili mada hii kwa dhidi ya wale ambao wanajiita, they believe that there is a one God, wale wanaoamini kwamba kuna Mungu mmoja, the Father, Mungu mmoja pekee ambaye ni Baba, and his begotten Son Jesus Christ, na mwana wake mpendwa Yesu Kristo. So there is no Holy Spirit, kwa hivyo hakuna Roho Mtakatifu, but there is a God, one God, lakini kuna Mungu mmoja and his begotten Son, na mwanaye. And this begotten Son is his child, mwanaye wa pekee. By birth, that means there is a beginning of Jesus. Kwa maana ya kwamba kuna mwanzo wa Yesu. That is their understanding. This presentation is somehow long, maybe for 1 hour will be presented. So let us try to go together. Ni mada ndefu lakini tutajitahidi kwenda. Yes. God has revealed himself as one God in three equal persons. Mungu amejifunua mwenyewe kama Mungu mmoja katika nafsi tatu sawa.
The Father, the Son, and the Holy Spirit. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. That is in the Bible. Hii iko katika But maandiko matakatifu. in this presentation, we shall explain it carefully. Katika wasilisho hili tutaelezea kwa umakini. With key biblical evidence in a way suitable for theological teaching, while evaluating the view of other scholars on the topic. Tukiwa na ushahidi wa msingi wa kibiblia na vile ambavyo mafundisho ya kiteolojia na nadharia au mitazamo ya wanazuoni mbalimbali. So let us start with the claims of these people, Unitarians. Tuanze na madai ya hawa ambao wanadai kuna Mungu mmoja ambaye ni Baba na kisha ana mtoto ambaye ni Yesu. They say they believe that there is one God, the Father. Wanaamini kwamba kuna Mungu mmoja Baba. Jesus Christ is his son. Na Yesu Kristo ni mwana wake. And the Holy Spirit is not God, nor a distinct person, but God's power. Na Roho Mtakatifu sio Mungu na wala si nafsi bainishi inayojitegemea. It is just God's power and God's presence and God's spirit. Ni nguvu tu ya Mungu, ni uwepo wa Mungu ama roho ya Mungu. That is their understanding, their core belief. And this view is often called biblical Unitarian or non-Trinitarian or monotheistic Christian belief. Mtazamo huu kibiblia unaitwa wale wakana utatu wa Mungu. Yes. We shall explore what they believe and how they explain Scripture and why they reject the Trinity without arguing for or against it. Tutaweza kupitia kuona ni kipi wanaamini na jinsi wanavyofafanua maandiko na kwa nini wanakataa utatu mtakatifu pasi na kuwa na vigezo ama ushahidi wa kimaandiko. This is an issue out there. Hili ni swala ambalo lipo huko nje. People are fighting, some are even leaving the faith. Watu wanapambana hata wanatofautiana na wengine kuiacha imani. And they are following these teachings. Na wanaifuata fundisho hili. Those who hold this view believe that there is only one God, and that is the Father. Jesus is the Son of God, yes, begotten by God, divine by nature and authority, but not equal to God. Kwamba wanaoshikilia msimamo huu wanaamini kwamba kuna Mungu mmoja peke yake, Baba, na Yesu Kristo ni mtoto wake ambaye ana asili ya Mungu na mamlaka lakini hayuko sawa na Mungu. The Holy Spirit is not a separate person, but God's Spirit. I'm just emphasizing God's power, God's presence, and God's active force. Roho Mtakatifu si nafsi inayojitegemea bali ni roho ya Mungu, nguvu ya Mungu, uwepo wa Mungu na msukumo wa Mungu wa nguvu. Something is happening. Please work on it. Work on it. I want people to see what is going on in our presentation. Now, let us see what they believe about the Father as alone God. Tuone kile wanachoamini juu ya Mungu The Baba Father, kama Mungu pekee. the Father alone is God. Kwamba Baba pekee ndiye Mungu. They teach that the Father is the only true God. Wanafundisha kwamba Baba ndiye Mungu pekee. They emphasize on the following scriptures. Wanasisitiza katika mafungu yafuatayo. Deuteronomy 6:4. Kumbukumbu la Torati 6:4. This is Bible study, so if you have a Bible, please open. We read, because this is a Bible study. It's not just it's not a sermon. It is a Bible study. So we read together. Deuteronomy 6:4 is a famous text talking about God, the oneness of God, that God is one. Hear, O Israel,
Sikiza Israel. The Lord our God is one Lord. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. This is the belief, and this is biblical from the beginning, that God is monotheistic. Huu ni ufahamu tangu mwanzo juu ya Mungu kwamba Mungu ni Mungu mmoja. It is true, and all of us believe so. Ni kweli na sote tunaamini hivyo. But remember, we are just beginning with what they believe. Kinikumbuka tunaanza na kile wanachoamini. And they use this text nao wanatumia fungu hili to affirm their belief. Kuweza Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. There is no problem. Even those who believe that there is one God and three persons, they believe that there is one God. So there is no conflict between here. Hata wale wanaoamini kwamba kuna Mungu mmoja Mungu mmoja katika nafsi tatu, bado wanaamini ni Mungu mmoja. So there is no contradiction. Kwa hivyo hakuna kutofautiana. Okay. Who is ready to read, please? We want to share, not just to listen from here. We share. Give one a microphone so that we read together. Okay, you share the microphone. Deuteronomy chapter 6 verse 4 says, Yes. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Yes. That is the basis. God is one. It's true. Yahweh, the Lord, is one. Bwana ndiye mmoja. We don't have many gods. We don't worship many gods. Now, let's continue. John 17 verse 3. Yohana 13 fungu la 7. 17:3. Yohana 17 fungu la 3. Can you read that one? Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. That is another text they use to affirm and prove their understanding of God, the only true God and the Son that was sent. Wanalitumia kusema Mungu anayepaswa kufahamika ni Mungu mmoja na Yesu Kristo mwanae aliyemtuma. Here Jesus distinguishes the Father as the only true God. Hapa Yesu anambainisha Baba kama Mungu pekee. And himself as the one sent. Na yeye mwenyewe akiwa kama pekee aliyetumwa. But in order to understand this, we need to know the context of salvation. Ili tuweze kufahamu ili lazima tujue muktadha wa wokovu. If we want to understand God, the true God, ikiwa tutahitaji kumfahamu Mungu wa kweli, we will understand him through the glasses or through the eyes of salvation. Tutamfahamu kupitia miwani ya wokovu. That is how we can understand God, because God is God. And he relates with us through salvation, just salvation. Ndivyo tutakamwelewa Mungu kwa sababu amejifunua kwetu na anahusiana nasi kwa habari ya wokovu. Yes, we see from the beginning in the book of Genesis 3:15, we see after the fall of man, then God promised that the Son will come to redeem humanity. Tunaona tangu mwanzo katika Mwanzo 3:15, baada ya anguko la mwanadamu dhambini, tukaona ahadi katolewa ya mwana mpendwa wa Mungu kuja kukomboa mwanadamu. We see God working. Tunaona Mungu akitenda kazi for the salvation of humanity. Kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. So let us come back to this text. Hebu turudi katika fungu hili. You read it in Swahili. Now let us hear from English. English. Can you read again? It says, and this is eternal life, that we may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. The only true God. Mungu wa kweli na wa pekee. And Jesus Christ. Na Yesu Kristo. The one sent. Aliyetumwa.
they stay there and bold this understanding. Their understanding is that there is a one God, the true God. Wanabaki na kukazia hapo kwamba kuna Mungu mmoja wa kweli. And Jesus was sent, so he is a son by begotten. Is a begotten son, so he was sent. Kwa hivyo na Yesu ni mwana In another way, aliyezaliwa akatumwa. in another way, he has a lesser authority compared to the Father. Kwa maana nyingine ana mamlaka kidogo ukilinganisha na Baba. So if you use logic and you are intellectual in understanding the word of God, ukitumia mantiki kujaribu kufahamu neno la Mungu au kumwelewa Mungu, you will never understand it. hautaweza kuelewa. Why? Because the verse itself here is talking about salvation. Kwa nini? Kwa sababu fungu lenyewe linazungumzia habari ya wokovu. In fact, this is the prayer of Jesus Christ. Hili lilikuwa ni ombi la Yesu Kristo. Jesus Christ is praying. Anaomba, alikuwa And akiomba. when you talk about prayer, you are talking about salvation. He's praying for his people. Unapozungumzia maombi ni habari ya wokovu, akiombea watu wake. This is after incarnation. That means Jesus came down to save us. Hii ni baada ya Yesu Mungu kufanyika mwanadamu kwa ajili ya kutukomboa. Him who was higher in higher position coming down to save humanity, that is humility. Yeye aliyekuwa wa juu sana kushuka chini katika kiwango cha mwanadamu, hiyo inazungumzia habari ya unyenyekevu. That humility coming down here, unyenyekevu huo kushuka chini hapa, is the principle for us to understand Godhead. Hiyo ni kanuni kutusaidia sisi kuelewa utatu mtakatifu. Yes, that is how we can understand this God with three persons. Jinsi tunavyoweza kumwelewa Mungu mmoja aliyejifunua katika nafsi tatu za In milele. short, each person humbles himself to another. Kila nafsi in salvation. Katika habari ya wokovu, kila nafsi inajishusha kwa nafsi nyingine kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. If you understand the Bible that way, you will not be having any doubt about this revelation about God. Ikiwa utaifahamu Biblia katika mtazamo huo, hautakuwa na shida juu ya ufunuo wa Mungu. Jesus as a savior who was incarnated who came down, who humbled himself to that extent, is saying, yes, that they may know you, Father, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. He is just humbling himself down as the one who was sent to save humanity here. Yesu hapa anaeleza na kuonyesha vile alivyojishusha kiasi cha kufika katika hatua ya mwanadamu ili kumwokoa. Remember, this is a prayer of Jesus. Hili lilikuwa ni ombi. Praying for human beings. Akiwaombea wanadamu. If you remember, he prayed again. There is a prayer he prayed when he was praying about the increase of bread and the fish. He prayed. He said, Father. Wakati anaomba kwa ile mikate na wale samaki, alisema Baba. He prayed the same. He humbled himself, showing the dependence on God. Alijishusha na kutegemea Baba, akionyesha utegemezi kwa Baba. As a human being. Kama mwanadamu. Because he was incarnated. Kwa sababu he put on humanity. Alitwaa ubinadamu. So in that context, you understand it better. Kwa katika muktadha huo utaweza kufahamu vema. It is not about who is higher and who is lower, in lower position. Si habari ya nani yuko juu ya mwingine. But in the context of salvation, there is a humility between. Lakini katika muktadha wa wokovu kuna unyenyekevu. To each other. If you read the book of Exodus chapter 34 verse 6, when God declared himself with all the attributes about him. Ukisoma katika Kutoka 34 fungu la 7,
pale Mungu alipotangaza tabia yake. We are not going to read there because we have a long presentation. We cannot dwell there. But I'm saying God humbles himself. These three persons, each one humbles himself. Kila nafsi inajinyenyekesha to the other. Kwa mwingine. So 1 Corinthians 8 verse 6. Wakorinto wa kwanza 8 fungu la 6. This is another text they use to justify their understanding of one God without any other person in that understanding. Ili kuweza kuthibitisha madai yao. Can you read please? It says, "Yet for us there is one God, the Father, of whom are all things, and we for him, and one Lord Jesus Christ, through whom all things, through whom all are all things, and through whom we live." Yeah, there is one God. This is okay, Swahili? Kiswahili anasema, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Yes, this is another text they use to prove their understanding of biblical Unitarianism. Hili ni fungu jingine wanalotumia kuthibitisha madai yao juu ya Mungu mmoja, Baba na Yesu kama mwana. And we understand the same thing. Nasi tunafahamu hii. In the context of salvation. Katika muktadha wa wokovu. Yes, it is true. There is one God. We believe all of us. Kuna Mungu mmoja, ndivyo tunavyoamini. The Father is one. Baba ni mmoja. And one Lord, that is Jesus Christ. Na Bwana mmoja Yesu Kristo. They draw this conclusion that the Bible consistently identifies the Father alone as God. Wanafikia hitimisho ili kusema Biblia imekuwa ikijirudia kupambanua Baba pekee kama Mungu. So they are sticking to their idea that Father alone. Wanabaki katika wazo kwamba Mungu pekee, Baba pekee. And they fail to describe the Son. They just say is a begotten, but with the authority and the divine. He is divine and has authority, but is not equal with the Father. Kwa Yesu wanamwakilisha kama aliyetoka kwa Baba, mwenye mamlaka ambao yako chini ya Baba. Because they say that Jesus Christ is the Son of God, not God the Son. You should not call him God the Son. Upaswi kumuita Mungu mwana. Call Jesus the Son of God. Muite mwana wa Mungu. They believe that Jesus is the Son of God, the Messiah, given authority by God, exalted by God, not equal to him. Wanaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, ni Masihi, amepewa mamlaka na Mungu, ametukuzwa na Mungu, lakini hayuko sawa na Mungu. Key beliefs about Jesus. Imani za msingi. What do they believe? What do they believe? They believe that Jesus had a beginning. Wanaamini kwamba Yesu ana mwanzo. Jesus is a begotten by God. Yeye alizaliwa na Mungu. When you say begotten, that means he has beginning. He was born. Kwamba alizaliwa, ana mwanzo. So they agreed that he was born. Kwa hiyo wanakubaliana kwamba alizaliwa. But the Bible doesn't say so. Lakini Biblia haisemi hivi. Maybe because of their interpretation. We will see. Let us continue. Jesus obeys the Father. Yesu humtii Baba. Jesus was raised and exalted by God. Yesu alifufuliwa na kuinuliwa na Mungu. And Jesus himself said in John 14:28. Na Yesu alisema mwenyewe katika Yohana 14:28. Can you read that?
He said himself, he testified himself that he is in lower position compared to the Father. Father is greater. Can you read? 14:28. They use this text. You have heard me say to you, I am going away and coming back to you. If you loved me, you would rejoice because I said, I'm going to the Father. For my Father is greater than I. Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia, naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mngali nipenda, mngali furahia kwa sababu naenda kwa Baba. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Never forget, when you talk about salvation of humanity, usisahau unapozungumzia habari ya wokovu wa mwanadamu, don't forget that it is connected with what we call humility or humbleness. Usisahau kwamba wokovu umefungamanishwa na unyenyekevu. Since the Bible tells us that each person has authority, kwa sababu Biblia inatuambia kila nafsi ina mamlaka. As the Father, sawa na Baba. As the Son, sawa as na Mwana. the Holy Spirit, as the Son. Kawa sawa na Roho Mtakatifu, sawa na Mwana. They humble themselves to each other. Lakini wananyenyekeana wote. That is why you see Jesus is mentioning, he's talking about, you see, read from verse 25. At least 25. Zie fungu hilo la 25. He was talking about the Holy Spirit, and then he came down talking about himself and the Father. Can you read? These things I have spoken to you while being present with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Yes. Can you read in Swahili from 25? Anasema, hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amani nawaachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na woga. So you see in this description, naona katika maelezo haya, Jesus is saying about the Holy Spirit, the counselor, the comforter. Yesu anazungumzia habari ya Roho Mtakatifu kama mshauri, kama mfariji, whom the Father will send, ambaye Baba atamtuma. Again in the name of Jesus. Tena katika jina la Yesu. You see how they work when it comes to salvation. Unaona muunganiko wa vile wanavyofanya kazi inapokuja kwa swala la wokovu. Jesus is saying that the Father will send the Holy Spirit in my name. Anasema Baba atamtuma Roho Mtakatifu kwa jina langu. They work in unity to save you and myself. Wanafanya katika umoja kukuokoa wewe nami. Yes, that is what we see in this kind of text. Hiki ndicho tunakiona katika fungu hili. It is not about that God is one, there is no any other person. No. It is about how they relate. Hii ni kwa habari ya vile wanavyohusiana. That is why he's saying the Father is greater than I. Ndio maana anasema kwamba Baba ni mkuu kuliko mimi. In real sense, that does not mean that they are not equal in authority. Katika uhalisia haimaanishi kusema kwamba hawako sawa katika mamlaka. But in salvation manner, in that context of saving humanity, the one who sent seems to be greater. Katika muktadha wa wokovu wa mwanadamu, yule anayetuma anaonekana kuwa mkuu, yani ana mamlaka ya juu zaidi. In fact, I want to tell you, my friends, that in order to understand the Bible better, ili kuweza kuifahamu Biblia vema, God chose
to write it through these human beings who were having the Holy Spirit. Mungu alichagua kuandika kupitia wanadamu ambao walipewa uwezo na Roho Mtakatifu. He inspired them Aliwavuvia in their environment, katika mazingira waliokuwepo, with their understanding, katika or ufahamu au uelewa wao, their intellectual capacity. kulingana na uwezo wao wa akili ama ufahamu. That is what he did. Ndicho alichofanya. This Bible Biblia hii did not come to us haikuja kwetu like through that God was just reading to them and then them taking a note like dictation. haikuwa matokeo ya imla. The Holy Spirit Roho Mtakatifu inspired them aliwavuvia to write kuandika according to their understanding, kulingana na uelewa wao, in their context. katika muktadha ama That is mazingira why yao. you see we have these names like the Son, Ndio maana tuna maneno haya kama the Mwana, Father. Baba. You will find these names in the context of salvation. Utakutana na maneno haya katika muktadha wa wokovu pekee. Because when you talk about the Father, Maana unapozungumzia habari ya baba, does he have a child? je, ana mtoto? Does he have a wife? Ana mke? You see, those are questions, logical questions. Hayo ni maswali ya kimantiki. If you want to start questioning. Ikiwa utataka kuanza kuuliza maswali But sasa. these names comes to us in the context of salvation so that we understand in our level, our environment, Kwa hiyo, our context. maneno haya yanatujia ili tuweze kufahamu katika uelewa na ufahamu wetu na usawa wetu kama wanadamu. So Jesus is humbling himself to be like he's lower in authority when you compare him with the Father. Anajishusha na kuonekana kana kwamba yuko chini kimamlaka ukimlinganisha na Baba. But for the sake of saving humanity, Lakini, God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. This is Acts 2:36. Mungu amemfanya Yesu ambaye mlimsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Now they emphasize again here that God has authority, higher authority. That is why he is making Jesus, Kwa hiyo wanatia mkazo kwamba he's causing him to be crucified. Baba ana mamlaka ya juu, ndio maana anamfanya asulubiwe. But don't forget that Jesus says, I give my life. I give my own life, myself, I give it for you. Sasa Yesu anasema kwamba nautoa uhai wangu mimi mwenyewe. They forget that text. Wanasahau fungu hilo. This is written in the context of salvation so that we understand easily. Haya maneno yameandikwa katika muktadha wa In wokovu simple way so that we understand. Tuweze kuelewa. There is a sending in this relationship of three persons of one God. There is this thing of working together without any conflict. Ni umoja katika utendaji pasi na mfarakano. And the Father seems to send the Holy Spirit and sent also the Son. Kwa hiyo Baba anaonekana anamtuma Mwana, lakini pia anamtuma na Roho Mtakatifu. And that shows humility. Na hiyo yote inaonesha unyenyekevu. Again, another text they use is that the Son can do nothing of himself. Fungu jingine wanalotumia ni kwamba John Mwana hawezi kufanya 5:19. lolote. You will read on your own time because we have a lot here. Yohana 5:19 utasoma kwa muda Yes, wako. the Son can do nothing of himself. Mwana hawezi kufanya jambo lolote. But just to think about this text, Kwa kufikiria tu kwa fungu hili, Jesus said the Son can do nothing. kwamba Yesu alisema kwamba Mwana hawezi kufanya jambo lolote, neno And lolote. when he was here on earth, how many things he did for himself? Na je, alipokuwa hapa duniani alifanya mambo mangapi yeye mwenyewe? Can you answer? A lot. Mengi. A lot. Alifanya mengi. So this is showing humility.
Kwa ni in habari the context of salvation. ni habari ya unyenyekevu katika Then muktadha wa 1 wokovu. Timothy 2:5 says there is one God and the one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Wa Timotheo wa kwanza 2:5 anasema kuna Mungu mmoja na mpatanishi mmoja kati ya Mungu na wanadamu, Yesu Kristo, mwanadamu Yesu Kristo. That is, they are saying that, in fact they are saying the Holy Spirit is not there because he's not a person. Kwa hiyo wanasema Roho Mtakatifu hapa hayupo kwa sababu si nafsi. There is a mediator, that is Jesus Christ. Kwa kuna mpatanishi ambaye ni Yesu And Kristo. then there is one God. Na kisha kuna Mungu mmoja. But they fail to bring the vivid examples about the genesis, the source of Jesus Christ. Because you can't say he's just a begotten, he was born. Where? He was born. How? Kwa hiyo wanashindwa There kuleta is no chanzo answer. au mwanzo wa Yesu kwamba je, alizaliwa, alitokana, alikuwaje akawa. Jesus is divine by origin. That is what they're saying. Wanahitimisha kusema kwamba Is Yesu divine by origin and authority, ni Mungu katika asili na mamlaka, but is not God himself. lakini si Mungu mwenyewe. We will see down there. And then the Holy Spirit, God's Spirit, they are saying God's Spirit, not a person. Roho Mtakatifu wanasema ni We roho are ya just- Mungu, we're sio just nafsi. trying to go in their angles where they put their emphasis and they bold. Jaribu kupitia Their maeneo understanding. ambayo wanaweka msisitizo na kukazia uelewa wao. They believe that the Holy Spirit is God's Spirit. Wanaamini kwamba Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu, roho ya Mungu. It's God's power in action. Ni nguvu ya Mungu katika utendaji. It's God's presence working in the people. Ni uwepo wa Mungu unaotenda kazi kati ya watu. Is God himself at work, not Ni- a separate being. Ni Mungu mwenyewe katika kazi, lakini si nafsi inayojitegemea. You need to understand theologians and non-theologians who are here listening, because you will meet these people. How do you converse with them? Wanateolojia mlioko hapa na ambao si wanateolojia, unapaswa kufahamu jambo hili ili unapokutana nao, Because unapozungumza I nao uweze remember kuelewa. some big people who had were involved in discussions. They are now they abandoned the truth and went away following this belief. Unajua watu ambao waliaminika, watu wakubwa, kwa sababu ya mambo haya waliacha imani. Let us try to see the biblical meaning of spirit. Tuone In maana Hebrew- ya kibiblia Hebrew and juu ya- Greek. ya roho. Because in Hebrew, when you talk about spirit, it is ruach. Katika Kiebrania unapozungumzia habari ya roho ni ruach, Which means breath, wind, and spirit. ambayo ni pumzi, upepo au roho. So you can see it is untouchable. Kwa hiyo utaona ni yani haigusiki, haishikiki, kitu kisichoshikika. That is what in Greek it is pneuma. Na katika Kiyunani ni pneuma, Breath, pumzi, wind, spirit, the same. upepo, roho. These words describe invisible yet powerful in action. Maneno haya yanaelezea kisichoonekana lakini chenye nguvu katika utendaji. Something you cannot see, but whose effect are unmistakable. Usiyeweza kumuona lakini matokeo yake hayako na makosa. For example, in John 3:8, the Bible says the wind blows where it wishes. So is everyone born of the Spirit. Yohana 3:8 anasema kwamba upepo unavuma kusiko kokote utakako, lakini ni sawa vile vile mtu yule aliyezaliwa kwa roho. That is the understanding of the Bible. When you talk about the Spirit Unapozungumzia habari ya roho, is ruach in Hebrew and pneuma in Greek. kama ruach na pneuma katika Kiyunani. How they understand the Holy Spirit? Unaelewaje juu ya Roho Mtakatifu? Just as a human spirit is not a separate person, God's Spirit is God's own spirit. Ni kama tu roho ya mwanadamu, si nafsi inayojitegemea. Kwa hivyo
roho ya Mungu ni roho ya Mungu mwenyewe. Yeah, it's just the power in him. Kwa ni nguvu iliyoko ndani yake. So sometimes he takes it out and give. Kwa hiyo kuna wakati anaitoa and give it away. Anaitoa. Then we will see when we come to the biblical understanding of the Holy Spirit. Then we see, according to this understanding, is it true that this is just the power and not a personal? Tukapofika katika msingi wa maandiko matakatifu tutaweza kuona, je, hii ni nguvu tu, hii ni nguvu na sio nafsi inayojitegemea. Okay, we just continue. Person-like language, speaking, teaching is understood as personification, common in scripture. That is example in wisdom, cries out in Proverbs 1:20. Matumizi ya lugha kama kuzungumza, kufundisha yanahusianishwa na unafisishaji. The Holy Spirit, they emphasize that according to Genesis 1:2, kulingana na Mwanzo 1:2 wanasisitiza, the Spirit of God was hovering over the waters. Kwamba roho ya Mungu ilitulia juu ya uso wa maji. So the understanding according to Genesis 1:2, kwa ufahamu kulingana na Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2, they are saying that is not the Holy Spirit as a person. Anasema huyo si Roho Mtakatifu kama nafsi, but it is the presence of the power of God during creation. Lakini ni uwepo wa nguvu ya Mungu wakati wa uumbaji. But let's see what that is their understanding. We are trying to go into their mind and see what they understand. Huo ndio uelewa wangu, tunajaribu kuingia katika nia mawazo yao kuelewa. And then you see God's Spirit not a separate person. Roho Mtakatifu sio nafsi inayojitegemea. According to this understanding. Kulingana na ufahamu huu wao. In Psalms 51:11, katika Zaburi 51:11, the psalmist says, "Do not take your Holy Spirit from me." Tunga Zaburi anasema, wala usiniondolee roho wako mtakatifu. So they interpret this way. Wanaifanua kwamba the Holy Spirit or the Spirit belongs to God. Kwamba Roho Mtakatifu ni wa Mungu. It is the property, ni mali ya Mungu, of God. Ni mali ya Mungu. That is the understanding. Huo ni uelewa. But we will see. Remember, don't forget. Usisahau. In the context of salvation, katika muktadha wa wokovu, these three persons, nafsi hizi tatu, work together by humbling to each other. Zinafanya kazi kwa kunyenyekeana. As if one has no power, while he is powerful. He is kwamba, equal to the other, but he's just like requesting from the other. Kana kwamba hana nguvu, lakini ana nguvu na mamlaka sawa na mwingine. That is why you see the Spirit of God was hovering over the waters. They are saying it is just the power of God being there. Kwa hiyo, not the person. Wanasema ni nguvu ya Mungu, ni uwepo wa nguvu ya Mungu na sio nafsi. In Luke 11:13 the Bible says, "Your heavenly Father will give the Holy Spirit." Katika Luka 11:13 anasema Baba yenu wa mbinguni atawapeni Roho Mtakatifu. That means the Holy Spirit is given. Roho Mtakatifu is not equal. Is not co-equal. Anatolewa, lakini hana mamlaka sawa na Mungu. And then in Acts 2:17 the Bible says, there's one part say in that verse, "I will pour out my spirit." Katika Matendo ya Mitume 2:17 kuna kipengele kinasema nami nitamimina roho yangu. They say that a person is not poured out, but power can be. Wanasema mtu hawezi kutolewa, kumiminwa, lakini nguvu inaweza kumiminwa. But that is not true, because one time Paul said that I'm about to die, so I'm going to be poured. Paulo akasema
nafsi yangu inamiminwa na kufariki kwangu kuna karibu. So it's not that has no power of argument. The spirit of him who raised Jesus from the dead. Again, that is Romans 8:11. Katika Warumi 8:11 kwamba roho wake yeye aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu. That shows that according to them that the Holy Spirit, the Spirit belongs to the Father. Kwamba roho ni mali ya Mungu. Why do they reject Trinity or Godhead? Kwa nini wanapinga ama kukataa utatu mtakatifu? They believe that the Trinity doctrine is not explicitly taught in the Bible. Wanasema kwamba fundisho la utatu mtakatifu halijafundishwa kinagaubaga ama kwa kubainishwa katika Biblia. The word Trinity never appears. No verse clearly says God is 3 persons in one being. Hakuna fungu katika Biblia linalosema kwa uwazi kwamba Mungu yupo katika nafsi tatu lakini akiwa mmoja. But I'm telling you, the problem is not this one. Tatizo because the Bible clearly shows that God is one in 3 persons. Biblia inaonyesha vizuri kwamba Mungu ni mmoja lakini katika nafsi tatu. And we are going to see it. Na tutaona. But here they are saying there is no verse clearly says God is 3 persons in one being. Kwamba hapa wanasema kwamba hakuna Mungu mmoja katika nafsi tatu. The problem is the word Trinity. Kwa tatizo ni neno utatu. Because they are saying no explicitly taught in the Bible is not taught in the Bible. The word itself, Trinity, never appears in the Bible. Neno hili utatu halionekani katika Biblia. The problem is, tatizo ni hili. The word Trinity came in. It was around the 4th century when they sit down and discuss in Romans meetings there. They had a meeting they call synod, something like that. And then they came up with that Trinity. They just find out to come up with the word which may fit. And then they came up with the word Trinity. Ni katika baraza lililokaa kule Lumi takriban karne ya 4 ambalo liliweza kujadili fundisho juu ya utatu mtakatifu. So they came up with the idea of Trinity. That means 3. Kwa hiyo walikuja na wazo hili la utatu. 3 but divine. Tatu lakini ambao na asili ya uungu. 3 beings, 3 divine beings. Utatu, nafsi tatu za uungu. The word Trinity does not talk about 3 gods. Kwa hiyo neno utatu mtakatifu halizungumzii habari ya miungu watatu. That because some of us we are allergic about anything that comes from the other side. Maana wengine tuna mitanzio na mambo mbalimbali yanayotokea sehemu tofauti. But the word doesn't have any problem. Lakini neno lenyewe halina shida. What is the problem of the word Trinity? Je, kuna shida gani na neno hili utatu? But they are saying again, conflict with clear monotheism. Trinity is seen as philosophically complex. That is what they are saying. Neno hili utatu linaonekana kuwa tata kifalsafa. They believe it introduces 3 centers of consciousness. Wanaamini kwamba inaingiza habari ya center tatu za ufahamu. They argue that Trinity doctrine was formalized in the 4th century, as I said. Fundisho hili lilihalalishwa katika karne ya 4. It was influenced by Greek philosophy. Lilihamasishwa na falsafa ya Kiyunani. It is not clearly taught by Jesus or the apostles. Haikufundishwa fundisho hili kwa uwazi na Yesu Kristo na wala mitume. I don't know how clear they are talking about, because Jesus taught about he even commissioned his disciples
to preach the gospel and baptize people in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sijui wanazungumzia ni kwa sababu Yesu mwenyewe aliwapa agizo wanafunzi kwenda kuhubiri na kisha kubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. When you talk about a clear, how clear do you want? Unapozungumzia habari ya uwazi gani Now they talk about baptism and worship practice. Wanazungumza kwa habari ya ubatizo na matendo ya ibada. Most of the people who hold this view, they say that they should baptize in the name of Jesus Christ. Wengi wenye mtazamo na mawazo haya wanatia msisitizo kwamba lazima inapaswa kubatiza kwa jina la Yesu Kristo. And they do so. Na wanafanya hivyo. I remember my friend who was with us, and finally he was caught by these teachings, and he went away. He was baptizing in the name of Jesus, and he is not a pastor, but he was baptizing. Nakumbuka bwana mmoja ambaye rafiki mmoja aliyekutwa na mafundisho ya namna hii. In fact, he is still there, so he is baptizing. Yeye alikuwa akibatiza na anafanya hivyo kwa jina la Yesu Kristo. And they are saying you pray to the Father, not to Jesus. Jesus is the Son. You pray to the Father. Wanasema ukiomba omba kwa Baba na sio kwa Yesu, maana Yesu ni mwana. Just acknowledge Jesus as Lord and Savior. Mtambue tu Yesu kama Bwana na Mwokozi. But ask to the Father. Lakini kuomba omba kwa Baba. It's like how people say that you don't want to fight with the owner of the dog. Just to fight, you don't fight with the dog. Fight with the owner. Upasi kubishana na mbwa. Unabishana na mwenye mbwa. So that is what they say, that you pray to the Father, not to Jesus, as if Jesus is lesser. Kwa hiyo wanasisitiza kwamba uombe lesser kwa Baba, God. kana kwamba Yesu ni chini, yuko chini kimamlaka ukilinganisha na They are saying experience the Holy Spirit as God's power and presence. Experience it as God's power and presence, not as a separate person. Kwa Roho Mtakatifu anaonekana kama nguvu ya Mungu na uwepo wa Mungu, lakini si nafsi inayojitegemea. Summary statement of what they believe. In summary, they are saying the Unitarians would summarize their belief like this. Wale wanaoamini katika fundisho la namna hii wanaamini kwamba be careful. Be careful, my friend who is there, because I want to go with you. You are behind. Okay. We believe in one God. Tunaamini katika Mungu mmoja, the Father. Baba. Jesus Christ is his only begotten Son. Yesu Kristo ni mwana wake. Our Lord and Savior. Bwana wetu na Mwokozi. The Holy Spirit is God's Spirit. Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu. His power and presence, not a separate person. Ni nguvu yake na uwepo wake na wala si nafsi inayojitegemea. According to them, this preserves biblical monotheism and the plain teaching of Scripture. Kulingana wao kwamba wanadumisha fundisho la Mungu mmoja na nguvu ya maandiko. Now, we have tried to go deeper to what they are thinking about the Godhead, about the Trinity, whatever. We have gone through and their arguments. Tumejaribu kupitia hoja zao na mijadala yao. Now let's go to our understanding. Tuende katika ufahamu of the Scripture and the understanding as Seventh-day Adventist Church. What do we believe according to the Bible? Tuone tunaamini nini kama Waadventista wa Sabato kulingana na Biblia. Understanding God through the glasses of salvation, not human logic and reasoning or intellect. Kumwelewa au kumfahamu Mungu kupitia miwani ya wokovu na sio mantiki ya kibinadamu. The Scripture testifies that maandiko yanashuhudia kwamba there is one God. All of us, we believe there is one God, that is monotheism. We believe kuna Mungu mmoja, imani katika Mungu mmoja. God exists eternally as three distinct, co-eternal persons.
Mungu yeye amekuwako tangu milele na yupo katika nafsi tatu tofauti zenye zinazolingana za milele. The Father, Baba, the Son, Mwana that is Jesus Christ, and the Holy Spirit. na Roho Mtakatifu. Each person is fully God. Kila nafsi ni Mungu kamili. But don't forget, Lakini usisahau, not three gods, si miungu watatu, but one God in essence. lakini Mungu katika Mungu katika asili. Do not go into logic and reasoning, intellectual, trying to use your small head, thinking about this, how can this be? Kwa usitumie mantiki yako iliyoasiriwa na dhambi, by the way, kuweza kumwelewa na kumwelezea Mungu. We believe that according to Deuteronomy 6:4, tunaamini kulingana na Torati 6:4, God reveals himself by saying, "Hear, O Israel, the Lord our God, the God is one." We read that verse. Tulishasoma fungu hilo. The Bible is clear that there is only one God. Biblia iko wazi kwamba kuna Mungu mmoja tu. Even in Isaiah 45:5, I am the Lord and there is no other besides me. There is no God. Anasema mimi ndiye Bwana, kando yangu hapana Mungu mwingine. 1 Corinthians 8:4, there is no God but one. Wakorintho wa kwanza 8:4, hakuna Mungu isipokuwa mmoja. We believe, all of us. Sote tunaamini. But the way he revealed himself, jinsi alivyojifunua mwenyewe, it seems that there are three gods. inaonekana kana kwamba kuna miungu watatu. But there are no, we don't have three gods. Lakini hatuna miungu watatu. In the context of salvation, we see them, these three persons working together, but one God. Kwa tunaona nafsi hizi tatu za milele zinafanya kazi kwa swala la wokovu. They have one purpose for you and I to be saved. Wanalo kusudi moja kwa ajili yako nami kuokolewa. The three persons understanding of God does not deny this. Uelewa wa utatu wa nafsi tatu juu ya Mungu haukani hili. It explains how the one God has revealed himself. Inaeleza vile Mungu mmoja alivyojifunua mwenyewe. For example, kwa mfano, just in Genesis, the first book of the Bible, Genesis 1:26. Mwanzo 1:26. That is the verse we always read. Can we read, please? Tunaweza kusoma fungu hilo? Read, please. Bwana Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Yes. Wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Amen. In English, it says, "Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." Yeah, you see, just one verse fungu moja affirms what we believe. Linathibitisha kile tunachokiamini. Affirms the biblical theology about the Godhead, or if you want to use that word, Trinity. Linathibitisha imani yetu kibiblia juu ya utatu mtakatifu. God said, not gods said. No, God, Mungu mmoja, said, akasema, let us. na tu. Even the beginner of English class and can you understand this? Hata yule ambaye yuko anajifunza let darasa us. la awali la Kiingereza, Is it one? No. Let us. There are many. Wako zaidi ya mmoja. And in other places of the Bible we find that there are three.
Na mahali pengine tunaona kwamba wako watatu. 3 persons. And he Nafsi said, tatu. let us do this. As I said, humility is the core principle in the operation of Godhead, Kwa hiyo unyenyekevu ni in kanuni the ya activities of msingi salvation. katika utendaji kazi wa Mungu kwa habari ya wokovu wa mwanadamu. Okay, let us try to rush, because I don't want to cut it short. I want it to be understood as it is. The Father is God. This is biblical. Remember, this is biblical. We are refuting Tunakanusha madai yao. what is the claims that there is only one God and the begotten Son, that is Jesus Christ, who is in lower position. He's just a son who was born by God. Tunakanusha madai kwamba kuna Mungu mmoja ambaye ni Baba na Yesu Kristo alizaliwa na Baba, kwa hiyo yuko chini kimamlaka. The Father is clearly identified as God throughout Scripture. You see John 6:27, for him God the Father has sealed. Kwa Yohana 6:27 kwamba kwake Baba, kwa huyo Mungu Baba You have been ametiwa sealed, muhuri. yes. Ametiwa And then in muhuri. 1 Corinthians 8:6, yet for us there is one God, the Father, from whom are all things. We Kwamba agree. kwetu sisi Mungu ni mmoja, Baba ambaye vitu vyote kwake vimefunuliwa. So it's clear about the Father. We don't have any doubt about him. The Father exists and he has authority. He has power, yes, but also the Son exists as it is. The Son, Jesus Christ, is fully God as well, as the Father is God. Mwana ni Mungu kamili. The Bible Kama Baba. explicitly and implicitly declares the deity of Christ. Biblia kwa kinagaubaga imeelezea na inatangaza habari ya uungu wa Kristo. How do you refute what is written in John 1:1? Unakanusha vipi kilichoandikwa katika Yohana 1:1? In the beginning was the Word, Hapo mwanzo kulikuwako neno, and the Word was with God, naye neno alikuwa kwa Mungu, and the Word was God. naye neno alikuwa Mungu. Who doesn't know that the Word we are talking about here is Jesus? Ni nani asiyefahamu kwamba neno anayesemwa hapa ni Yesu Kristo? Jesus is the Word. So that means when he says the Word was God, Kwa anaposema neno alikuwa ni Mungu, that is how he is revealed. ndivyo alivyofunuliwa. We cannot come up with our speculations Hatuwezi kuja na trying to defend our understanding. na tafiti zetu, mapendekezo yetu. No, we can't do that. The Well. Son is declared as God by Thomas, according to John 20:28. Mungu mwana ametangazwa na Tomaso kama Bwana na Mungu. Thomas said to him, my Lord and my God. Tomaso akasema, akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. So that is about Jesus, the Son. Hiyo ni kwa habari ya Yesu. The Mwana. Son, the name Son in the context of salvation. Neno mwana katika muktadha wa wokovu. Hebrew 1:8. Waebrania 1:8. He says, but of the Son he says, your throne, O God, is forever and ever. Lakini kwa habari ya mwana, Waebrania 1:8. Kwa habari ya mwana asema, kiti chako cha enzi, Mungu, ni cha milele na milele. Hey, that is Jesus Christ. Huyo Yesu. Jesus possesses divine attributes. Yesu anazo sifa za kiungu, za uungu. Jesus is eternal. Yeye ni wa milele. John 8:58. Yohana 8:58. Before Yeye ni wa Abraham, Jesus says, before Abraham was, I am. kabla Ibrahimu hajawako, mimi niko. And this is the same who met Moses in the wilderness when he was keeping the flock. Na huyu ndiye aliyekutana na Musa kule jangwani wakati anachunga mifugo ya baba mkwe. Yahweh, this is God. This is God, Mungu, eternal. Mungu wa milele. And then you have, is also, he possesses divine attribute as the creator. Yeye pia ana sifa ya uungu ambayo ni ya uumbaji. According sifa ya to uungu. Colossians
1:16, there is nothing that was created without him. Wakolosai 1:16, hakuna chochote kilichofanyika kilichoumbwa pasina yeye. Jesus forgives sin. He's a forgiver of sins. Yesu yeye husamehe dhambi. We have a lot of information about him healing people and telling them that you are forgiven your sins. Yako mafungu mengi katika Injili kuonyesha utendaji kazi wa Yesu vile alivyosamehe watu dhambi. You talk about that woman who was caught in adultery and then Jesus told him you are forgiven. Go in peace. Aliyekamatwa katika uzinzi, Yesu alimwambia wala nami sikuhukumu, enenda zako, dhambi zako zimesamehewa. So there is no doubt Jesus is God. Hakuna mashaka Yesu ni Mungu. He was worshipped according to Matthew 14:33. Aliabudiwa kwa mujibu wa Mathayo 14:35. You see, if he was not God, because these are attributes which are for God. Hizi sifa ni kwa Mungu pekee. If he was not God, he could not accept worship. Ikiwa asingalikuwa Mungu, asingalikubali kuabudiwa. But he accepted worship. Only God can do all the above, can do all these things. Kwa hiyo ni Mungu pekee anaweza kuyatenda hayo tuliyo. Now let's see quickly the Holy Spirit. The Holy Spirit is fully God and a person. Roho Mtakatifu ni Mungu kamili na nafsi inayojitegemea. And if you are like those people, logic people, those who can reasoning, now you are counting. The first God is Father, the second God is the Son, now the third God. Then you will tell me that we have three. No, in the context of salvation, we don't do that. Katika muktadha wa wokovu hatuhesabu kwa namna hiyo. No, we don't do that because they are one in working for the salvation of humanity. The Holy Spirit is full God. The Holy Spirit is not an impersonal force, but a divine person. The Spirit is called God. Roho Mtakatifu anaitwa Mungu. We can read this verse, Acts 5:3-4. Can you read with us? Matendo ya Mitume 5. This is the issue of Peter and Ananias and Sapphira. It said, yes. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? Why it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. Yeah. You see, you have not lied to us, we human beings, but you have lied to God himself. And he was talking about the Holy Spirit. Umemdanganya Roho Mtakatifu, Mungu mwenyewe. Can you lie the power? Je, unaweza kadanganya nguvu? Just the power, the presence, yeah? The power. Nguvu. Like the wind. Kama upepo tu. Can you lie to the wind? This is the person. Hii ni nafsi. The Holy Spirit, this is God. Huyu ni Mungu. The Holy Spirit has personal qualities. Listen. In Acts 13:2, the Holy Spirit can speak. Katika Roho Mtakatifu ana sifa zinazofaa kwa nafsi pekee. Can speak and the people understand. Anaweza kuzungumza na watu wakaelewa. In language that can be understood. Katika lugha ambayo watu wanaweza kuelewa. Not just speaking the languages which you cannot understand, like what we see in the world of spiritualism. We see the confusion and they say that is the Holy Spirit. No, we are talking about the Holy Spirit who can speak the clear language. If it is Swahili, English, he can speak and the people can understand of that language. People of that language. Mtakatifu anaweza kuzungumza lugha inayoeleweka, sio lugha isiyoeleweka. Can speak. Naweza kuzungumza. In any form. Katika namna yoyote. Can speak through the prophets. Anaweza kuzungumza kupitia kwa manabii. Can speak through you. Kupitia wewe. Through me can speak. Anaweza kuzungumza. The Holy Spirit can even speak verbally.
You just hear the voice. Unasikia sauti ikizungumza. He can speak. Anaweza kuzungumza. The Holy Spirit teaches, is a teacher. Roho That is Mtakatifu. John 14:26. Ile ya kuzungumza If Matendo you say that it's 13:2. just the power, can the power teach? Je, nguvu inaweza kufundisha? Can the wind teach? Because we need to hear, we need to listen and hear through our languages. If he can teach, that means he will use language. Kwa hiyo ikiwa Which is anafundisha atatumia lugha inayoeleweka. He grieves. That is Ephesians 4:30. The Holy Spirit grieves. Roho Mtakatifu anaweza kuhuzunishwa, anahuzunika. Also, Efeso 4:30. 1 Corinthians 12:11, he wills. Yeye pia hutaka. The Holy Spirit wills. Hutaka. These are the attributes of the personhood, not mere power. Kwa hiyo hizi ni sifa za nafsi na sio nguvu tu. So the Holy Spirit is a person. Kwa Roho Mtakatifu ni nafsi. The biblical text is showing the three together. Na mafungu ya Biblia yanaonyesha Several hizi passages nafsi show tatu the kuwa Father, kwa pamoja. Father, Son, and the Holy Spirit together as equals. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwa pamoja kama walio As kama nafsi equal. hizo sawa. Yes. We see the baptism of Jesus. Wakati wa ubatizo wa Yesu, We see them working together as a team equally. tunaona wakitenda kazi kwa pamoja. Matthew Kwa usawa. 3:16-17. Mathayo 3:16-17. The Son is being baptized in the river Mwana anabatizwa Jordan, and katika then Jordan. the Spirit descends like a dove. Roho Mtakatifu anashuka kwa umbo ama mfano wa hua. Like a dove, not just the power, like a dove. Umbo la njiwa ama njiwa. The same thing you see in the book of Acts when he came in the fire, in the flames of fire. Katika Matendo unaona anakuja Like a katika tongues of fire, yes. ndimi za moto. You see during a baptism you see Jesus in the water physically. Yesu tunamuona kimwili akiwa katika maji wakati wa ubatizo. And then the Holy Spirit, since the Holy Spirit is a person but is the Spirit, he came in the form of the dove. Roho ambaye ni nafsi anakuja katika mfano ama umbo la hua, But physical. lakini linaloonekana. They could see the dove waliweza descending from up there, coming down on the shoulders of Jesus. Waliweza kumwona njiwa akitoka akiruka kutoka juu akatua kwa Yesu. That is a person. Hiyo ni nafsi. And then we see the Father Na kisha tunaona Baba pia from heaven declaring, "This is my son. anatangaza kutokea mbinguni kwamba huyu ni mwanangu mpendwa. Listen to him." Msikilizeni yeye. So we see all three are present simultaneously. Kwa tunaona nafsi zote tatu zipo kwa pamoja. The Great Commission Agizo kuu la in utume Matthew 28:19. katika Mathayo The 28:19. Bible reads that baptizing them in the name that is singular. Anasema mkiwabatiza In kwa the name, jina, not in the names. sio kwa We don't majina. baptize in the names. Hatubatizi kwa majina. That means we don't baptize people in the names of gods or in gods. Hatuwabatizi watu katika majina ya We miungu. don't tell people to believe in gods. Hatuambii watu kuamini katika miungu. We baptize them in the name, one name. Tunawabatiza katika jina And that moja, is God. jina la Mungu, In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Mwana na Roho Mtakatifu. These are three persons Hizi ni nafsi tatu with one name, that is God. zikiwa na jina moja, Mungu. So, three persons in action, apostolic blessing. And in 2 Corinthians 13:14, in apostolic time, they understood the same understanding we have today. Wakati wa mitume walikuwa na uelewa ule ule tulio nao. In their benediction,
katika tamko lao la baraka, we see Paul saying, the grace of the Lord Jesus Christ, Paulo anasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, the love of God, na upendo wa Mungu Baba, and the fellowship of the Holy Spirit na ushirika wa Roho Mtakatifu be with you all. uwe nanyi nyote. These are three persons, Hizi ni nafsi tatu, but one God. lakini That Mungu is how mmoja. God loved to reveal himself. Ndivyo Mungu So alivyopenda this was kujifunua. liturgically in every Christian worship. Hii It ilikuwa was used liturgically ilitumika katika liturujia ya ibada in wakati worship. huu. Yes. Equality and the unity of the three. The three persons are distinctive. Father is not the Son. Usawa na umoja wa nafsi tatu, kwamba hizi ni nafsi tatu tofauti tofauti. Father is not the Son. Baba sio mwana, Are equal in nature. wako sawa kwa asili, They share divine glory. wanashiriki utukufu wa kimungu. According to John 10:30, he says, I and the Father are one. That is Jesus declaring. Ngana Yohana 10:30 anasema mimi na Baba tu umoja. In Philippians 2:6, Katika Wafilipi 2:6 he says, who being in very nature God, yeye ambaye alikuwa yu na namna ya Mungu, he humbled himself and he came down. alijinyenyekesha na kushuka chini. Don't forget, in the context of salvation, we are talking about humility, Usisahau katika humbling muktadha wa for, wokovu. for the salvation of humanity. Zungumzia habari ya unyenyekevu kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. Early Christians summarize the biblical data as follows. Wakristo wa awali walifupisha fundisho ama uelewa wa kibiblia ifuatavyo. One God in essence, that is being. Mungu mmoja, In essence, Katika asili. that is being. yeye kwa uwepo wake. Three persons in relation. Nafsi tatu katika mahusiano. Yes. You see, you can just understand this. One God in essence or being, in being. One God in being. Mungu mmoja kwa kuwa, And three persons in relation na nafsi tatu katika mahusiano. as they work for human beings. Wanapofanya kazi In kwa relation, ajili ya you wokovu wa see mwanadamu. three persons. Tunaona- Not three gods. Kwa sio miungu watatu. Adventists, we don't believe in tritheism. Hatuamini katika Mungu watatu. We believe in monotheism, Tunaamini katika Mungu mmoja in three persons. aliye katika But nafsi one tatu. divine being eternally existing as Father, Son, and Holy Spirit. Mungu mmoja ambaye amekuweko tangu milele kama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Why this doctrine matters? Kwa nini fundisho hili Why? ni la maana, la msingi? Because according to those who believe that there is one God in three persons, they take God as relational by nature. Love exists eternally. Salvation is Trinitarian. Father plans salvation. Son accomplishes redemption. Spirit applies salvation. This expression, description is very well. Should be very well understood. Hii tunaona kwamba kuna Mungu mmoja katika nafsi tatu ambaye yupo kimahusiano ya upendo wa milele, na hivyo wokovu upo ni shughuli ama mchakato unaotekelezwa na nafsi tatu hizi. Baba anapanga mpango wa wokovu, Mwana anatekeleza ukombozi, na Roho Mtakatifu anahuisha ama kuendeleza wokovu. Yes, exactly. Thank you so much. Christian worship and prayer are shaped by the Trinity. Kwa hiyo All three ibada za persons. Kikristo na maombi zinaundwa na kupata maana yake katika utatu mtakatifu. In Ephesians 1:3-14, you see Father, Son, Spirit, all are involved in salvation. Katika Efeso wa kwanza tunaona Baba, Mwana, Roho Mtakatifu wote wanahusishwa au wanahusika katika wokovu. Let us now finish with it has been so long, but just try to be patient. We are going to finish. The prophet's revelation on the topic. Ufunuo waliopewa manabii kwa kuhusiana na utatu mtakatifu.
prophet's revelation. Here we are going to see some quotations from the writings of the Spirit of Prophecy, the writings of Ellen G. White, to see the understanding. Because sometimes they confuse by using the writings of Ellen G. White against the Trinity or the three persons. Tunaona kalamu ya uvuvio na Ellen G. White kwa habari ya anazungumza nini kwa habari ya utatu mtakatifu. In Special Testimonies, Series B, number 7, page 62 of 1905, also in Evangelism, page 615, katika shuhuda maalum kipengele cha pili namba 7 ukurasa wa 62 na kitabu kile cha uinjilisti au evangelism ukurasa wa 115. It says, nasema, there are three living persons of the heavenly trio. Kuna nafsi tatu hai mbinguni. In the name of these three great powers, katika jina la nguvu hizi kuu, the Father, Baba, the Son, Mwana, and the Holy Spirit, na Roho Mtakatifu. Those who receive Christ by living faith are baptized. Wale wanaomkubali Yesu Kristo kwa imani hai wanabatizwa. This is a revealed testimony by the messenger of the Lord, Ellen G. White, speaking about it. Huu ni ushuhuda uliofunuliwa kupitia kwa Ellen G. White akizungumzia habari hii. Three living persons nafsi tatu hai exclude the idea that the Holy Spirit is merely an impersonal force. Hutupilia mbali wazo kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu tu. Heavenly Trio affirms unity without collapsing the persons into one mode. Utatu wa mbinguni unathibitisha umoja pasina kukanganya nafsi hizi katika nafsi moja. The Holy Spirit is a divine person. Roho Mtakatifu ni Mungu. Not merely a power. Ni nafsi ya uungu na si nguvu tu. This is against Unitarian claim that the Holy Spirit is only God's influence. Ellen White states plainly that na hii ni kinyume cha wanaodai kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu tu ya Mungu, ni msukumo. She says about the Holy Spirit in Desire of Ages, page 671. Katika kitabu hicho Tumaini la Vizazi Vyote, kitabu cha Kiingereza, ukurasa wa 671, anasema, the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya uungu. That means is God. Hii ni kusema ni Mungu. Is the third person. Yeye ni nafsi ya in that unity or oneness of the name that is God. Katika umoja huo ama neno Mungu. She further emphasizes his personal agency. She says in the manuscript that is 20, volume 20, that is of 1906, and Evangelism page 6 and 17. Katika maandisho ambayo hajachapishwa lile ya 20 ya mwaka 1906 na kitabu cha Evangelism, anasema, the Holy Spirit, Roho Mtakatifu, must be a divine person. Lazima awe ni Mungu, ni nafsi ya uungu. Else he could not search out the secrets which lie hidden in the mind of God. La sivyo asingeweza kuchunguza siri za ndani kabisa zilizofichika katika moyo wa Mungu. This is the affirmation from the pen of the prophet. Ni uthibitisho kutoka kalamu ya uvuvio. Again, we have information about Jesus Christ from the Spirit of Prophecy, talking about Jesus is divine. Yesu kama Mungu. Anaendelea bado kusema. Desire of Ages, page 530, says, in Christ is life, original. Ndani ya Kristo kuna uzima usio wa kuazimwa. In Christ is life original, unborrowed and derived. Uzima ama uhai usio wa kuazimwa. You see, if we say that Jesus Christ is a begotten, he was born, and then how can you refute this?
Unawezaje In kanusha Christ hili? is life, Ndani ya Kristo kuna uzima, original, kuna uhai unborrowed, usio wa kuazima, underived. usio wa kutengenezwa au kupewa. That is why Christ could say in the New Testament that I can put down my life. I can just accept to die for you. Ni kwa namna hii tu angeweza kusema kwamba ninautoa uzima wangu na kisha nautwaa For tena you, uhai yes, wangu. yes. Kisha Because nautwaa tena. he has that power. Kwa sababu anayo mamlaka hiyo. But in other places when he said that, my father, I pray, I request my father, that is in the humility, just in the context of salvation. Kwa hiyo habari ya kuomba kwa Baba ni katika muktadha wa ubinadamu, wa yeye kama mwanadamu, kwa habari ya wokovu wa mwanadamu. Another quote is from Patriarchs and Prophets, page 34. Nukuu nyingine ni Wazee na Manabii, kitabu cha Kiingereza, ukurasa wa 34. Christ is one with the eternal Father. Kristo ni mmoja pamoja na Mungu na Baba wa milele. One in nature, Mmoja katika asili, in character, mmoja katika tabia, and in purpose. na mmoja katika makusudi. That is why he could say that I and my Father are one. Ndio maana akasema mimi na Baba tu umoja. That is why he could say that, I'm going up, I'm going to heaven, when he was telling his disciples, I'm going to heaven, then I will, once I go, if I don't go, that means the Holy Spirit will not come. If I go, I will send him. Ndio maana anasema nisipoenda Roho Mtakatifu hata kuja kwenu. And never confuse yourself, because he said again, the Father will send the Holy Spirit. And the Father is the one who sent me. And then Jesus said that I will send the Holy Spirit. Now, don't confuse yourself. Usijichanganye kwa sababu anasema kwamba Baba atamtuma Roho Mtakatifu. Na hapa anasema nikienda nitamtuma Roho Mtakatifu kwenu. You see, we need just to understand it as a spiritual, in spiritual understanding, not just in logic and intellect understanding. Hatupaswi kuelewa fundisho hili kwa kutumia mantiki. And he borrowed and derived, directly refute the idea that Christ received divine life later. Yes, sifa ya Yesu kuwa na uzima ndani yake usio wa kuazimwa unakanusha madai kwamba Yesu alipokea baadaye sifa ya kuwa Mungu. Unity of nature affirms ontological equality with the Father. Hiyo inaeleza habari ya kuwa na usawa na Baba. Okay, let me just finish up so that if we can finish. Ellen White maintained both equality and distinctity, a core Trinitarian principle. The Father is all the fullness of Godhead bodily, and she defends the truth. Fullness of Godhead is present in the Father, Son, and the Spirit. Distinct does not imply inequality. Ukamilifu wa uungu upo katika Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tofauti hii haumaanishi kutokuwa sawa. Yes. Godhead at work in salvation. Ellen White showed the three persons acting together in the redemption. Ellen White anaonesha uungu ukiwa pamoja ukitenda kazi katika wokovu wa mwanadamu. Counsels on the Health, page 222. Mashauri juu ya afya, ukurasa wa 222, kitabu cha Kiingereza. The Godhead was tired for the race, and the Father, the Son, and the Holy Spirit gave themselves to the working out of the plan of redemption. Uungu ulisukumwa kwa huruma kwa mwanadamu alianguka dhambini. Na hivyo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wakajitoa kwa ajili ya kufanyiza mpango wa wokovu wa mwanadamu. They work together in the plan of salvation. Salvation is a cooperative divine act. Wokovu ni tendo la ushirikiano wa uungu. All three are active personal participants, not metaphors. Wote, nafsi zote tatu zipo katika kutenda kazi na sio swala la mfano. Yes. From Ellen G. White writings, we see one God. Kutoka katika maandishi ya Ellen G. White tunaona Mungu mmoja. Three divine persons. Nafsi tatu za uungu. Christ eternally divine.
tunaona Kristo akiwa ni Mungu wa milele. Holy Spirit is a real divine person. Roho Mtakatifu ni nafsi ya Mungu halisi. Equality without confusion. There is equality without confusion between three persons. Usawa pasipo na kuchanganya. Unity without denial of personhood. Umoja pasipo na kutokuwepo kwa nafsi au utu. This is a classical Trinitarian theology, not later corruption. Hii ni teolojia ya utatu wa dhati na sio ilivyokanganywa baadaye. Therefore, na hivyo basi, the doctrine is biblical, not philosophical invention. Fundisho hili lina misingi yake kibiblia na sio mavumbuzi ya kifalsafa. It emerges from scripture as a whole. Linatokea katika Biblia kwa ujumla wake. It safeguards the full deity of Christ and the Holy Spirit while maintaining monotheism. Inalinda uungu wa Yesu Kristo na Roho Mtakatifu huku ikidumisha ufahamu juu ya Mungu mmoja aliyejifunua katika nafsi tatu. This is our presentation today, and we were trying to expound the understanding God in three persons, but one God. Hili ndilo wasilisho letu. May God bless you. It has been so long. I know you are tired, but that is how I could not cut it short. That is how. So may God bless you. Mungu awabariki sana. Any contribution is welcomed. So you're welcome to contribute to this teaching. And if you have any concern, any question, then we also share. Karibuni kwa nyongeza na maswali.